labda tujikite kwa maana ya maamuzi yenyewe, kwamba maamuzi yametokana na kanuni zipi, lakini vile vile nini hatima sasa ya haya maamuzi ya appeal board ya CAF. Kama taarifa ambazo zimetoka, naomba tu ni declare interest kwa sababu mbili. Ya kwanza, sijapitia full document ya maamuzi ya appeal board ya CAF, lakini ya pili, haya ni maoni yangu personal, kwa sababu mimi ni arbitrator wa mahakama ya kimataifa ya michezo. Sasa isije ikachukuliwa kwamba maoni haya nayoyatoa yana mlengo wa ukataji rufaa wa shirikisho la michezo la Senegal. Lakini sasa nijikite zaidi kwenye maana zima ya maamuzi yenyewe. Ni kwamba taarifa iliyotoka ya CAF ni kwamba appeal board ilijiridhisha kwamba ile kanuni ya 82 ambayo inasomwa pamoja na kanuni ya 84 kwamba ilivunjwa au haikufuatwa wakati wa mechi ya finali kati ya Senegal na Morocco. Sasa maana ya kanuni hiyo ya 82 inaongelea swala la timu, na pale tunaongelea timu ambayo sasa kuna hilo nitaliongelea baadaye, gaps za kisheria ambazo ipo kwenye hiyo kanuni, lakini ni kwamba timu yote ambayo itakuwa imejiondoa kwenye mashindano au haijaripoti kwenye mechi au imegoma kucheza na kuondoka kwenye uwanja, itakuwa imevunja hiyo kanuni ya 82. Sasa kanuni ya 84 yenyewe inatoa adhabu. Maana yake inatoa faini, lakini vile vile inatoa ushindi wa magoli 3-0 kwa maana kwa timu husika. Kwa hiyo ndio kanuni ambayo imetumika kwenye maamuzi ya appeal board ya CAF. Sasa maswali yanaweza yakawa mengi. Ni kwa nini kanuni hii ilitumika, mchezo baadaye ulisitishwa kwa muda na baadaye ukaamriwa kuendelea, na baada ya kuendelea matokeo yalikuwa kama yalivyokuwa, kwa kila mtu anayajua. Sasa swali ambalo linakuja la kisheria au la kikanuni, ukumbuke tuna rules of the game. Sasa rules of the game maana yake ni kwamba ni kanuni za michezo. Nafikiri mnyewe huwa mnazitaja kanuni 17 sijui na vitu vingine, lakini rules of the game maana yake ni kwamba kanuni ya 5 1, 2, yani 5, 1 na 5, 2, yani 5 kifungu kidogo cha kwanza, lakini 5 kifungu kidogo cha pili kinaelezea maamuzi ya referee kwamba yatakuwa ni maamuzi ya mwisho, yani referee decision shall be final, ambayo hiyo ni sheria. Hiyo kanuni ya 5(2) inaelezea ni kwamba anaye control na kuregulate dakika zile 90 ni referee, na maamuzi yoyote ambayo yatakuwa yamekiukwa na referee, kuna jukumu la referee ndani ya yale masaa 72 huwa ameshaandika ripoti yake, lakini vile vile match officials, kwamba maamuzi yale huwa hayaathiri matokeo ambayo yametoka ndani ya dakika 90. Sasa swali ambalo linatakiwa lijiulize ni kwamba ni nani ambaye alifanya maamuzi ya timu kurejea kucheza baada ya baadhi ya wachezaji kutoka na kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na wengine wabaki uwanjani. Sasa ni nani alicommunicate
mpaka pale refa akafikia maamuzi ya kuendelea na ule mchezo baada ya consultation. Nakumbuka aliwaita makapteni wawili, captain wa Senegal lakini vile vile captain wa Morocco, na baada ya discussion ya muda kidogo kama dakika ngapi waliendelea na ule mchezo. Lakini vile vile ukisoma kikanuni sasa, ambazo kanuni hizi za CAF ndio zinatumika vile vile, zimeuhishwa kwenye kanuni za FIFA za mashindano. Zenyewe zinasema muda ambao unaweza ukatumika ni ndani ya zile dakika 10 mpaka 15, ndio refari anaweza kuja na maamuzi mengineyo. Sasa ninachokiona mimi ambacho ndio kitakacho kuja kutupa sasa kisheria tunaita jurisprudence, maana yake ile uendelezaji sasa wa kisheria na kanuni, kwamba kanuni ukisoma hiyo kanuni ya 82, kanuni ya 83 na kanuni ya 84 ya mashindano ya AFCON, ni kwamba kuna gap, kwa sababu ukisoma yale masharti yanayotajwa kwenye kanuni ya 82 ile sharti la ile kanuni ndogo ya 3 yenyewe inasema refuse to play or leave the ground before the regular end of the match without authorization of the referee. Sasa swali ambalo linakuja, je, katika mazingira yale yaliyotokea, je, ni kwamba baada ya wachezaji kuprotest, kwa sababu kilichokuwa kinatokea wakati wa ile mechi haikuwa kutoendelea kucheza, ndio maana baadaye mechi iliendelea kucheza, ilikuwa ni protest ya maamuzi ya referee kwenye ile penalty ambayo ili nani. Sasa nafikiri kuna gap kati ya kanuni hiyo ya 82 kwa maana ya tafsiri ya protest na kugomea kucheza, kwa sababu kugomea kucheza kwa tafsiri ya kanuni inasema ni before kabla ya mechi, umeshaelewa, au wakati wa mechi kabla ya mechi kuisha. Sasa tuna mifano mingi, tuna kesi ya Wydad Casablanca ambayo baadaye ilikwenda vile vile CAF na ikatolewa maamuzi. Sasa nachokiona kwa kifupi ni kwamba ukiangalia kwenye hizi kanuni ni kwamba kuna gaps au kisheria tunaita lakuna na mazingira ambayo yalikuwepo ndani ya uwanja vizavizi. Sasa kanuni zinazotajwa, naona kabisa kwamba kuna sitofahamu kwa maana ya tafsiri ya kanuni yenyewe ambayo imetumika. Na hiyo kanuni inasema kuprotest au ku leave the ground, yani kuondoka kabisa uwanjani, lakini hao wali leave the pitch, not the ground. Waliondoka kwenye eneo la kuchezea. Tunataka tujue kwamba chain of command ya kuwaleta wachezaji uwanjani ilitoka kwa nani, kwa sababu referee ana muda wake ambao ikifika huo muda ambao kama situation ilikuwa ilikuwa imeendelea kama ilivyo, maana yake angepuliza kipenga na kuicall off ile mechi. Umeshaelewa? Sasa ni nani ambaye alitoa maamuzi ya kwamba watu warejee uwanjani? Kwa sababu ukumbuke wachezaji walitoka, baadaye tukamuona kocha, lakini baadaye tukamuona captain akishauriana na kocha, baadaye tukamuona captain akiwaita wachezaji. Sasa maana yake ndo nasema hicho kwamba kuna gap kwenye hiyo tafsiri kwamba je, ilikuwa ni refusal au ilikuwa ni protest? Kwa sababu haya ni maneno mawili ambayo yana maana tofauti kisheria. Sasa hilo ndo naloliona gaps kwenye tukio husika, lakini ukiisoma kama yenyewe kwa wording bila tafsiri ya kisheria, maana yake unaona kabisa kwa tafsiri yao, kwa maana kwa tafsiri ya kugomea mchezo, maana yake wako sahihi. Lakini je, mazingira ambayo yalipelekea wale wachezaji kutoka ndani ya uwanja yanakidhi kigezo cha hiyo kanuni ndogo ya kugomea?
Manake je, na kwamba hiyo refusal ni sawasawa na protesti? Hiyo ndio gaps ambayo naiona kwenye kanuni husika. Shirikisho la Senegal wamesema wanakata rufaa kasi, na wewe ni jaji kule kasi. Kwa kutizama hili, wanayo hiyo haki ya kufanya hivyo na huenda wakapata haki yao wanayostahili? Sasa kama nilivyosema, lazima ni declare my interest. Ni kwamba nachokifanya hapa ni kuhabarisha na kutoa elimu. Ni kwamba maamuzi yoyote ambayo either yanatoka kwenye confederation association au yanatoka kwenye decision, kwa maana decision za federation yoyote duniani, baada ya kuwa umemaliza zile chano au tunasema umeexhaust zile remedy za shirikisho, linaweza likawa shirikisho la mpira wa Tanzania, shirikisho la mpira wa Uganda, timu au mchezaji ana haki ya kuapili au kukata rufaa kwenda kwenye mahakama ya kimataifa ya michezo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba chama cha mpira wa Senegal wana haki kabisa ya msingi kwenda kukata rufaa kwenye mahakama ya michezo ya kimataifa ambayo ni CAF. Maswali yanakuwa ni mengi kwa shirikisho. Watu wanahisi kwamba kunakuwa na influence kubwa ndani yake kwa baadhi ya viongozi, kwamba kwa nini haya yamekuja miezi miwili baada ya tukio, na kwa nini haya yamekuja baada ya Morocco kutangaza kujiondoa kuandaa mashindano ya wanawake ya WAFCON, mpaka yamesogezwa mbele. Lakini tukirejea huko nyuma, aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Adel Amrouche aliwahi kuzungumza kwamba Morocco ni taifa ambalo linapendelewa, hata muda wa mechi wao wanapanga, akafungiwa, na hata ilisababisha sisi taifa la Tanzania kumuondoa katika kufundisha timu ya taifa. Pengine ni sahihi watu kuhisi hivyo, na kwenye mlengo wa kisheria, kwa nyinyi wanasheria, hizi hisia huwa mnazihusisha katika ufafanuzi wenu ama utizamaji wenu kwenye sheria na kanuni? Yanaweza yakatokana na hayo, lakini naomba nisiwe msemaji sana wa hisia na matukio mengine. Mimi nitaongelea kwenye sheria zaidi. Hisia huwezi ukazizuia kwa sababu binadamu ameumbwa na hisia. Lakini ninachoweza kukisema ni kwamba hili sio tukio la kwanza. Ukumbuke tuna matukio huko nyuma ya, kama nilivyoelezea, ya kesi ya Wydad Casablanca wakati wa ile final. Na ukiangalia mazingira ambayo tunayaongelea yanaweza shabiane sana na mazingira ambayo tunayaongelea sasa ya Senegal na Morocco, lakini yana viashiria vyote ambavyo vinafanana. Sasa ni kweli kumekuwa na hizo hisia ambazo mimi sitaki kujikita sana, lakini tu nachoweza kujikita ni kwamba tutakapopata ripoti kamili, maana yake ripoti kamili ni pamoja na ripoti ambayo iliwasilishwa na match officials including referee mwenyewe. Umeona, baada ya zile dakika 90 ni kwamba yapi ambao alikuwa ameandika kwenye ripoti yake, lakini match official including kamisa na wengine, kamisa wa match kwamba yeye alikuwa ameandika ripoti gani, na hiyo chain of instruction, je, simu ilitoka kwa rais wa kafu, au simu ilipigwa kutoka au maelekezo yalitoka kwa kamisa wa mchezo? Sasa hayo ndio maswali ambayo tunatakiwa sasa tuyapate kwenye ripoti ambazo ziliwasilishwa wakati wa usikilizaji wa hilo shauri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, swala la muda, hilo wala sio kigezo, kwa sababu hata maamuzi ya kasi, lakini vile vile maamuzi mengine huwa wakati mwingine yanaweza yakaja baada ya miezi mitatu, miezi 6, miezi 7, kutokana na nature ya kesi yenyewe. Kwa hiyo kusema kwamba baada ya miezi mitatu, hiyo ni kwamba kisheria ni kwamba haina ni hoja ambayo haina mashiko, kwamba maamuzi yoyote
hayawezi yakapelekwa siku hiyo hiyo yakatolewa maamuzi siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ni watu wanakaa wanapitia ripoti, lakini vile vile wanahoji kama kutakuwa na mashahidi, kutakuwa na match officials. Kwa hiyo ni process ambayo sio ya siku moja, ni process ambayo inachukua muda. Sasa haya mengine ya hisia mimi naomba niache kama watu wengine wanavyotoa hisia zao, lakini ya kisheria nafikiri hayo ndio nimejikita nayo, na nafikiri kwa upande wangu hiyo ndio opinion au maana ya maoni yangu ambayo naweza nikayatoa. Mimi nakushukuru sana advocate, na amini watu wengi wamepata ufumbuzi juu ya hili, na tutaendelea kutafuta kupata ufafanuzi wa kisheria kwenye hili.